mlango wa 7. Mlango wa 8, alamatu husnil khatima. Alamatu husnil khatima, alama za kupata mwisho mwema. Maana alama ambazo zikipatikana hizi tadhania khairi, na hizi alama zikipatikana haina maana tutasema kwamba huyu mtu peponi, la, kwa sababu kumshuhudia mtu pepo haifai kama hajatajwa na sheria, ima Allah aseme au mtume. Kinyume na wawili hawa, wewe kusema tu babu yako peponi ulimuona, si sahihi. kisha thumma inna shari'a al-hakim qad ja'ala alamatin bayyinatin yustadallu biha ala husni al-khatima, kisha hakika ya mwenye kuweka sheria aliyekuwa na hikma kajalia alama zilizokuwa wazi, hutolewa dalili kupitia alama hizo juu ya mwisho mwema. Yustadallu biha, hutolewa dalili kupitia alama hizo ala husni al-khatima, juu ya kupatikana mtu au kupata mtu yeye mwisho mwema. Katabaha Allahu ta'ala lana bifadlihi wa mannihi, ka tuandikia Allah subhanahu wa ta'ala hizo alama kwa fadhila zake, kadhalika na kwa neema zake. Bifadlihi wa mannihi, kwa fadhila zake na kwa neema zake. Fa ayyuma mri'in mata biihdaha kanat bisharatan lahu wa ya laha min bishara, mtu yoyote ambaye atakufa na alama moja kati ya hizo, atakayekufa kwa moja kati ya hizo, itakuwa yeye hizo ni bishara kwake, itakuwa ni bishara kwake hizo alama. Wa ya laha min bishara, na ubora ulioji wa bishara hizo. Ndio kama ile thakilatika ummuk, ndio hizo alula, alama ya mwanzo. Alama ya mwanzo katika alama ambazo za tuonyeshe sisi kwamba huyu maiti ni katika watu wema, tumdhania khairi, hivyo nutquhu bishahadati 'inda al-maut wa fihi ahadithu, ni kutamka kwake shahada wakati wa kufa kwake, na kwenye hilo kuna hadithi nyingi. Hadithi ya mwanzo tunasoma hadithi hii mara 3 kukaririwa, man kana akhiru kalamihi, anakuambia kwa kusema man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala الجنة. أخرجه الحاكم وغيره بسند حسن عن معاذ. ومن طريق أخرى katika njia nyingine, anhu, kutoka kwa sahaba huyo bilafdhin, kwa tamko ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illa Allah, hakuna nafsi yoyote ambayo itakufa na hali ya kuwa inashuhudia kwamba hapana mola asiyeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anni rasulullah, na kwamba mimi, kwa maana mtume Muhammad, wa anni rasulullah, kama mimi ni mtume wa Allah, yarji'u dhalika ila qalbin muqinin, likawalarejea hilo kwenye moyo uliokuwa na yaqini. Ina maana kwamba alitamka si mbea, hana masala ya tazazu, kwenye atamka kwa yaqini iliyokuwa ndani ya moyo wake. Illa ghafara Allahu laha, isipokuwa Allah ataisamehe nafsi hiyo. Na kutaja nafsi yamaanisha huyo mtu mwenyewe atasamehewa. Ametaja hadithi hii al-Imam Ibn Majah na Ahmad na wasiokuwa wawili hao, na akaisahihisha al-Imam Ibn Hibban, na sanadi yake ni hasan kwangu mimi. Na maana Sheikh Albani anasema kwangu mimi na hiyo hasan sanadi yake, kama bayantuhu fi sahiha, kama nilivyobainisha hadithi hii au sanadi hii katika sahiha. كذلك وله شاهد من حديث أبي هريرة، na ina shahid kwa maana yenye kutolewa udhibitifu kutoka kwa hadithi ya Abu Huraira. Taqaddama fi at-talqin faqara alif safha 10, na imetangulia hiyo hadithi katika mlango wa kumtamkisha mtu maiti kwenye kipengele namba 1 safha ya 10. فقرأ كبيرين عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال، وتوقف طلحة ابن عبيد الله يلا مرديان سيما، رأى عمر طلحة ابن عبيد الله ثقيلا، ألمون عمر طلحة ابن عبيد الله هل يكوى كتوك هل يزيتو
kwa maneno uzito. Faqala ma laka ya aba fulani, akamuuliza una nini ewe aba fulani? Ma laka ya aba fulani, ma laka ya aba fulani, una nini ewe babake fulani? Kwa maana akamtaja kwa kunia yake. La'allaka sa'atka imra'atu ammika ya aba fulani, huenda amekukosea wewe imra'atu ammika, kwa maana mwanamke wa ammi yako, kukusudia kwamba yeye alioa mtoto wa ammi yake. Ana maana kwamba huenda umegara na mkeo, huenda. Ya aba fulani, qala la, akasema yeye hapana. Wa athna ala abi bakr, na akamsifia Abu Bakr. Baada ya hapo akamsifia Abu Bakr, kisha akasema illa anni sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hadithan ma mana'ani an ursilahu anhu illa alqudratu alayhi hatta mata, nilisikia mimi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi, haikunizuia mimi an as'alahu, msema nursilahu, an as'alahu, nisimuulize, haikunizuia mimi nisimuulize kuhusu hiyo hadithi, isipokuwa sina uwezo wa hilo, sijakuwa na kudra juu ya hilo, hata mata, mpaka akafa. Sami'tuhu yaqulu, nilimsikia Mtume akisema, inni la a'lamu kalimatan la yaquluha 'abdun 'inda mautihi illa ashraqa laha launuhu, mimi nalijua neno ambalo halisemi mja neno hilo wakati wa kufa kwake, isipokuwa kupitia neno hilo itakuwa na mwangaza ngozi yake. Ashraqa laha launuhu, isipokuwa itakuwa na mwangaza ngozi yake. Wa nafasa Allahu anhu kurbatahu, na Allah atamuondolea yeye mitihani yake, mitihani, matatizo, majanga. Qala, akasema faqala Umar, akasema Umar. Sasa ni kwa maana yeye muelezaji hadithi anasema hivi, baada ya hapo akasema Umar, inni la a'lamu ma hiya. Na alafu afwan, kuna jambo ambalo nimehitaji hapo kwamba kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mtume. Sinisema kwamba kutoka kwa Mtume, lakini asahu ni kutoka kwa Abu Bakr, kutoka kwa Abu Bakr radhiyallahu anhu. Kwa hiyo akasema Umar, inni la a'lamu ma hiya, mimi nalifahamu kuwa hilo ni tamko gani, nalijua. Qala wa ma hiya, wa nafasa, na akamuondoshia yeye tatizo. Ujarithi man nafasa an mu'minin nafasa Allahu anhu. Aywa, naam. Wa ma hiya, na ilipi hilo neno? Qala ta'lamu kalimatan a'zama min kalimatin amara biha ammahu 'inda al-mauti la ilaha illa Allah. Akamuuliza, je, wewe wajua neno ambalo ni kubwa na tukufu kuliko neno ambalo alimuamrisha neno hilo ammi yake wakati wa kufa, ambalo ni la ilaha illa Allah? Qala Talha, sadaqta hiya wallahi hiya. Akasema Talha, umesema kweli, ni hilo neno, ni hilo, wallahi ni hilo. Katika hadithi ya Imam Ahmad, kadhalika kwa isnadi iliyo sahihi na al-Imam Ibn Hibban kwa mfano wake, na al-Imam al-Hakim na ziada ni yake, na amesema hadithi hii ni sahihi juu ya kupokelewa kwa sharti za wawili hao, na imeafikiwa kwenye hilo na al-Imam al-Dhahabi. Wa fil babi ahadithu dhukirat fi at-talqin, na katika huu mlango huu kuna hadithi ambazo zimetajwa katika at-talqin, kwenye kule kumtamkisha mtu shahada. Athani, ya jambo la pili katika jambo ambalo ni katika min alamati husni al-khatima, al-maut bi rashhi al-jabin, mtu kufa na jasho la hapa paji la uso, hapa kutokana na jasho la uso, paji la uso. Li hadithi Buraida ibn al-Hasib radiyallahu anhu, hadithi ya Buraida ibn al-Hasib, Allah amridhie, annahu kana bi Khurasan,
kwamba yeye alikuwa katika mji wa Khurasan, mji ismul balad. Faada akhan lahu wa huwa maridun, akamtembelea ndugu yake yeye na hali ya kuwa ni mgonjwa. Fawajadahu bil mauti, akamkuta yeye kwenye hali ya kifo. Wa idha huwa bi'araqi jabinihi, punde akawa yeye ana jasho kwenye paji lake la uso hapo. Qala Allahu akbar, akasema Allahu akbar, kwa maana Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu mautul mu'mini bi'araqil jabini, sema kwamba nimemsikia mtume akisema kwamba kifo cha mu'min kinakuwa ni kwa jasho la kwenye paji la uso. Ametaja hadithi ya Imam Ahmad kadhalika na tamko lake, kadhalika Imam an-Nasa'i na Imam Tirmidhi na akaihasinisha, na Ibn Majah kadhalika na Imam Ibn Hibban na Imam al-Hakim na Imam at-Tayalisi na Imam Abu Nu'aym katika kitabu chake Al-Hilya. Na waqala al-Hakim, na amesema Imam al-Hakim sahihun ala sharti Muslim, hadithi hii ni sahihi lakini kwa sharti ya upokewaji kwa riwaya za nani? Al-Imam Muslim. Wa wafaqahu adh-Dhahabi wa fihi nadhar wa fihi nadharun la majala li dhikrihi huna, na amewafikiwa na hilo na al-Imam adh-Dhahabi, na ndani yake fihi nadhar, kwa maana wahitajia kutathabbat ndani yake kwenye hili. Ni kwa maana uhakika, mtu ukitaja jambo kiuhakika akasema fihi nadhar, kwa maana uhakika wako hajiusapoti 100%, ndio maana yake. Nimekuta nimeona kadha kadha kadha, mwanachuoni kasema hivi, fihi nadhar, kwa maana yeye haja usapoti 100%. La majala li dhikrihi huna, hatuna sisi nafasi wala sehemu ya kutaja hizo nadharati, namna ya kutaja hivyo kwamba fihi nadhari, na maana kupata kahataji yeye ana nadhari gani, kupata kahataji. La siyama wa anna ahada isnadain Nasa'i sahihun ala sharti al-Bukhari, hasa kwamba moja ya sanadi mbili, moja kati ya sanadi mbili za al-Imam an-Nasa'i ni sahihi juu ya kupokelewa kwa sharti al-Imam al-Bukhari. Walahu shahidun min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, na ina shahidi kwa maana uthibitifu wa hilo kutoka kwenye hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, Allah amridhi. Kapokea hili al-Imam at-Tabarani katika al-Awsat na al-Kabir, maana moja al-Awsat na moja al-Kabir. Wa rijaluhu thiqatun rijalus sahihi, na wapokezi wake ni thiqat, na miongoni mwa masharti ya kusihi hadithi ni kuwa wapokezi wa kweli, thiqat wa kweli. Sababu hadithi hili si kuna masharti 5, lakini miongoni mwa hilo kiacha ittisal sanadi, adamu shududhi, adamu illa, kadhalika katika ndani yake kwa kweli kwenye sanadi katika hizo. Kwa hiyo kama fi al-majma', kwa maana kule kwenye majma'u zawaid kule. Athalitha, dalili ya tatu katika dalili za alama ya mwisho mwema, al-mautu lailatal jum'ati au naharaha, mtu kufa usiku wa Ijumaa au mchana wake. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa qauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min muslimin yamutu yawm al-jum'ah au lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri, hakuna muislamu yoyote ambaye atakufa katika siku ya Ijumaa mchana kwa maana au usiku wake, isipokuwa Allah atamuokoa kutokana na adhabu ya kaburi. Kaipokea hadithi hii al-Imam Ahmad kadhalika na al-Imam al-Fasawi katika kitabu chake al-Ma'rifa kwenye njia mbili za Abdullah ibn Amr, kadhalika na Imam Tirmidhi katika njia mbili, na ana shawahidi kutoka kwa sahaba Anas na Jabir ibn Abdullah na wasiokuwa hao. Hadithi ni sahihi kwa mkusanyiko wa njia zake na ni hasan na ni sahihi, kasema hivyo. Arabi'a, dalili ya 4, alistishhadu fi sahati alqitali, mtu kupata shahada, kuwa washahidi katika viwanja vya vita, kupata shahada kwa maana akauawa kwenye viwanja vya vita. Qala Allah ta'ala, nisema Allah mtukufu, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, na wala usije ukadhania kwamba wale waliouawa katika njia ya Allah, maana fil jihad, amwata huwa ni wafu, bal ahya'un, man hayatun barzakhiyya,
uhai wa kaburini, sio kama ni uhai hivyo kwamba iko tembea umwitani na wao, amna sivyo. Inda rabbihim yurzaqun, mbele ya Mola wao wanaruzukiwa. Wayusiyukadhania kwamba wao ni wafu, bali wao hai. Farihina bima atahumullahu min fadlihi, hali ya kuwa wao wana furaha kwa yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapa katika fadhila zake. Wayastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim, na wana bashiria khairi kwa wale ambao hawakukutana nao wao nyuma yao walioacha, kwa maana alla khawfun alayhim, kwamba hawatakuwa na hofu juu yao, wala hum yahzanun, na wala hawatahuzunika. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin, wanabishara njema wao kwa neema zitokazo kwa Allah na fadhila zitokazo kwa yeye. Wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minin, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hapotezi bure malipo ya waumini. Wa fi dhalika ahadith, na katika hilo kuna hadithi nyingi. Katika hizo, lishahidi inda almauti sittu khisali, ana shahidi wakati wa kufa kwake mambo sita. Atakapokufa shahidi mtu katika maaraka ya vita, anakuwa ana yeye mambo sita. Yughfaru lahu fi awwal duf'atin min damihi, atasamehewa yeye kwenye ile mara ya mwanzo ya kuuawa, ile dufa ya mwanzo kwenye damu yake, kwa maana kuuawa pale pale anasamehewa. Wayara maq'adahu min aljanna, na ataona makazi yake peponi. Wayujaru min adhabi alqabri, na ataokolewa yeye kutoka na adhabu ya kabri. Wayamanu alfaz'a alakbara, na atakuwa na amani kutoka na ule mfadhaiko mkubwa. Wayuhalla hilyat aliman, na atapambwa kwa pambo la imani yeye, atapambwa kwa pambo la imani. Wayuzawwaju min alhuri alain, na ataozeshwa yeye katika wanawake ambao ni hurul ain au hurul ain, kaamthali al-lu'lu'il maknun. Wayushafa'u fi 70 insanan min aqaribihi, na atafanywa muombezi yeye kwa watu 70 katika jamaa zake wa karibu. Ataambiwa aombe. Hadithi hii kaitaja Imam Tirmidhi, kadhalika akaisahihisha na Imam Ibn Majah na Imam Ahmad, na isnadi yake ni mzuri. Kisha akaitoa kwa njia ya hadithi ya sahaba Ubada ibn Samit kutoka kwa hadithi ya Qais al-Judhami, na sanadi zake mbili zote hizo ni sahihi vile vile. Hadithi nyingine, an rajulin min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtu miongoni mwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, anna rajulan qala, kwamba hakika mtu alisema, ya rasulallahi ma barul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa ash-shahidu, na yafaa kusema illa ash-shahida, illa shahidi hapo hakuna. Wana nini waumini? Kwamba wao wote watafitiniwa kaburini isipokuwa aliyekufa shahidi. Na fitna, kwa sababu kaburini kuna fitna kisha kuna adhabu, hivi haviendani. Kuna fitnatul qabri kisha kuna adhabul qabri. Fitnatul qabri ni yale maswali, ndio fitna za kaburi zile. Na ndio hapo yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fi hayati dunya wa fil akhirah, ay fil barzakh. Sehemu kama ile. Kadhalika wamesema wanachuoni sehemu nyingine ya kutoka roho. Kwa hiyo fitna ya kaburi ni kule kuulizwa, na adhabu ya kaburi ndio hiyo kuadhibiwa baada ya kutokea hiyo fitna. Ina maana ukifanikiwa kwenye fitna adhabu haipo, usipofanikiwa kwenye fitna adhabu ndio itakuja. Kwa maana ukifeli kwenye maswali unaumia. Isipokuwa shahidi qala, amesema kafa kufia bibarakati suyufi bibarakati suyufi ala ra'sihi fitnatan, ametoshelezwa yeye kwa ule mnyao wa mapanga kwenye kichwa chake kutokana na fitna. Ule mnyao wa mapanga ule ulikuja kumpiga ile ule mnyao ule na makushika yeye fitna, kwa maana kuuawa yeye kutokana na ule mnyao wa panga zake, kutokana na fitna panga alizouawa. Ule mnyao wa panga kwenye kichwa chake ulipompita ule ndo ameepusha nao, kama hii ni kinaya kwamba alipouawa ndo kasamehewa. Amepokea hadithi ya Imam An-Nasa'i na
kadhalika hivyo hivyo na kapokea al-Qasim na as-Saraqusti katika kitabu chake Gharib al-Hadith, na sanadi yake ni nzuri. Tanbihun turja hadhihi ash-shahadatu liman sa'alaha mukhlishan min qalbihi walau lam yatayassar lahu al-istishhad fi al-ma'raka, hutarajiwa kupatikana hii shahada kwa yule ambaye ataiomba hali ya kuwa na ikhlasi kwenye moyo wake, hata kama haitowepesishika yeye kufa shahidi katika vita. Bidalili qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man sa'ala Allah ash-shahadata bi sidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada'i wa in mata ala firashihi,